Umependeza na karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Habari za siku nyingi? Njema sana. Karibu bwana, tukufahamu pia kwa faida ya msikilizaji. Na vipi leo, mbona leo umeungana JJ hapa? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Natengia, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kati. Nikisema kanda ya kati ina maana tunahudumia mkoa wa Dodoma, Singida, Tabora na Kigoma. Kwa paka na Kigoma? Yeah. Yaani kanda ya kati inakuwa paka na Kigoma kwa? Paka na Kigoma. Okay, sawa. Sawa. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma wa Tanzania juu ya madhara tukanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Sasa tungepata kufahamu kwanza, tunaposema madawa ya kulevya ni vitu gani hivi? Dawa za kulevya ni kemikali ambazo binadamu wakizitumia zinakwenda kuathiri mfumo wa fahamu, lakini zikibadilisha tabia, hisia na fikra. Kwa ni kemikali ambazo binadamu wakizitumia zinakwenda kuathiri mfumo wa fahamu, lakini zinabadilisha tabia, hisia na fikra. Na dawa hizo za kulevya ni kama vile bangi, mirungi, heroin, cocaine, na ipo dawa mpya ambayo inaitwa methamphetamine. Kwa hizo ndo dawa za kulevya. Yeah. Sawa, msikilizaji, naamini umezifahamu lakini pia zipo dawa tiba ambazo pia zina asili ya kulevya. Ni tiba lakini zinalevya pia. Asili ya kulevya, ni dawa tiba ambazo zimeruhusiwa kabisa kwa ajili ya kutibu. Lakini ukizitumia ndivyo sivyo, bila maelekezo ya daktari, zinakwenda kusababisha uraibu kama mtu mwingine aliyetumia dawa za kulevya. Na dawa hizo zimeruhusiwa kabisa kwa ajili ya kutibu kama vile Valium, phenobarbital, tramadol, diazepam na dawa zingine, ketamine, fentanyl. Ni dawa tiba ambazo ukizitumia ndivyo sivyo, bila maelekezo ya daktari, zinakwenda kusababisha uraibu. Yeah. Sawa. Kwamba hizo dawa kwamba zina asili ya tiba, lakini inabidi upate kwanza maelekezo ya daktari. Ni dawa ambazo zimeruhusiwa kwa ajili ya kutibu. Zinatibu, kwa mfano watu ambao wanaingizwa kwenye operation, basi zinapunguzia maumivu. Nyingine zinatumika kwa ajili ya nusu kaputi, zingine kwa ajili ya watu ambao wana maumivu makubwa labda kwenye saratani, kwa ajili ya kupunguza maumivu. Lakini ukizitumia ndivyo sivyo, bila maelekezo ya daktari, zinakwenda kusababisha uraibu. Na ninaposema uraibu ni ugonjwa ambao mtu anakuwa nao, hawezi kuishi bila utegemezi wa dawa za kulevya. Yeah. Sawa, Madam Anna. Sasa labda ni sababu gani ambazo zinapelekea sasa watu ama vijana pia wanaonekana pia ni kundi kubwa ambao wapo kule kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya? Ndugu mtangazaji, kwa mujibu ya sensa watu na makazi tena, idadi kubwa ni vijana, kundi kubwa ni vijana, wako takriban milioni 21.3. Na kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, wanaojiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni vijana kuanzia umri wa miaka 13 hadi 35. Ndio kundi ambalo liko hatarini kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo zipo sababu mbalimbali zinazopelekea watu kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa mfano, sababu mojawapo ni makundirika. Makundirika ni sababu ambazo zinapelekea vijana kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Unakuta kwamba kijana anakuwa na kampani ambayo pengine rafiki zake wanatumia dawa za kulevya. Lakini vile vile unakuta ana marafiki ambao wamejiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, nao wanamshawishi. Unakuta mtu atumii, lakini nature ya rafiki aliyenaye anatumia dawa za kulevya. Kwa hiyo inapelekea na yeye kufanya nini? Kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini sio hivyo tu. Pia kukosa stadi za maisha. Tumeona kwamba vijana wengi ambao
wapo sasa hivi. Mtu akipata tatizo kidogo anakuwa hajui asovuje ile tatizo. Unakuta anajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Anajua labda nikiingia kwenye kuvuta bangi nitasahau matatizo yangu, au nikijiingiza kwenye unywaji wa pombe uliopitiliza nitasahau matatizo yangu. Kwa hiyo unakuta hana njia sahihi za kutatua matatizo ambayo wanakabiliana nayo vijana. Kwa hiyo kukosa study za maisha, namna ya kutatua matatizo, imekuwa ni changamoto kubwa ambayo inapelekea vijana wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia tunaona kwamba watoto au vijana wanaoishi kwenye mazingira hatarishi kama vile watoto wa mitaani, watoto wanaoishi maeneo ya migodini, ni sababu mojawapo pia inayopelekea watoto hao kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Unakuta wanakosa malezi. Unakuta kuanzia ngazi ya familia watoto hao wanakosa malezi, wanakuta ni watoto wa mtaani. Wamezaliwa kwenye familia, lakini kwa sababu ya changamoto mbalimbali wanatoka sasa wakai tena katika familia, wanaenda kwenye mitaa, na tunaona kwamba wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Na mwisho tumewapatia jina letu watoto wa mitaani. Kitu ambacho mtaa hujawahi kuzaa. Ni watoto ambao walikuwa kwenye familia kabisa, lakini kwa sababu ya changamoto za hapa na pale watoto wale wanatoka kwa kukosa malezi, wanaingia mitaani. Na unakuta pia wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, asante. Lakini kuna taarifa mtaani zinasemwa, sijui zina ukweli wake, kwamba kuna wakina dada wengine wanatumia dawa za kulevya kwa ajili ya kupata hamu ya kushiriki tendo la mshahara. Je, zina ukweli hizi taarifa ndani yake? Ni bado tafiti zinaendelea kufanyika, lakini ni kama ilivyo hearsay kwamba akina dada wengi wanaotumia hasa skanka wanatumia ili yani ukiangalia matumizi ya dawa za kulevya kwa wanawake wengi hasa wale wanaojiuza, hawezi kufanya ile biashara ya dawa za kulevya ya kujiuza kama hatumii dawa za kulevya. Lazima unakuta kwamba anatumia dawa za kulevya. Na ndio maana tunasema kwamba jamii yoyote ambayo imeruhusu matumizi ya dawa za kulevya ni jamii ambayo vitendo vingi vya kikatili na makosa ya jinai yanafanyika, lakini pia jamii hiyo inakuwa na mmomonyoko wa maadili. Na ndio maana mtu sasa hawezi, kama ni binti, kama ni msichana, hawezi kujiingiza kwenye biashara ya kuuza mwili wake kama hatumii dawa za kulevya. Yeah. Ana, umezungumza vizuri sana juu ya masuala hayo. Umegusia masuala ya watoto. Ya watoto wa mtaani. Umesema kwamba watoto wa mtaani hakuna mtaa uliozaa mtoto. Hii unaisemaje sasa? Yaani kwa maana kuambia hao wazazi juu ya hao ambao wako mtaani. Ndugu mtangazaji, sababu kubwa inayopelekea watu wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya hasa watoto ni kukosa malezi bora katika ngazi ya familia. Kwa hiyo wazazi kama wazazi wana jukumu kubwa sana kujua malezi ya watoto wao. Sasa hivi tumeona kwamba kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Watoto wanajiingiza, unakuta kwamba watoto wanakuwa ni watoto wa mtaani. Sio kwamba mtaa ndio umewazaa wale watoto. Watoto hao wamezaliwa na baba na mama ambao labda kwenye ngazi ya familia, lakini kutokana na changamoto ambazo ziko kwenye familia, watoto wale wanaondoka. Malezi duni yanapelekea watoto wale wanaondoka, na sasa tunaoita watoto wa mtaani, kitu ambacho si kweli. Watoto wao wamezaliwa kwenye familia. Kwa hiyo wazazi na walezi, ni jukumu letu kama wazazi walezi. Ukishazaa mtoto, hakikisha unamlea katika njia impasayo. Yaani tusiache tumezaa alafu tunawatelekeza watoto, wanakuwa watoto wa mtaani, mwisho wa siku wanatumia dawa za kulevya. Na tunaanza kuwaita ni panyarodi, tunaanza kuwaita watoto wa mitaani, wakati sisi wazazi ilikuwa ni jukumu letu kama wazazi kufanya nini? Kuwalea katika njia ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo ukiwa kama mzazi, tekeleza wajibu wako. Una watoto, hakikisha watoto hao unawalea kulingana na maadili ya Kitanzania.
kwa taratibu zetu za mila na desturi zetu. Usimwache mtoto ukampa mtu mwingine akulele kama wewe upo na una nguvu. Yaani simama kidete kumlea mtoto wako. Hakikisha unampeleka shule, hakikisha unamuonesha njia ambazo ni sahihi. Mpeleke kanisani mtoto, mpeleke msikitini, usikae tu. Mzazi una jukumu hilo. Sawa, jukumu la mzazi ni kusimamia malezi sahihi. Asante ndugu mtangazaji. TAKUKURU Rafiki ni programu iliyotengenezwa ambayo inaibua kero katika ngazi ya kata, ngazi ya kijiji, ngazi ya mtaa, ambazo kero zile zikiachwa zinaweza kusababisha rushwa ikiwepo. Kwa sisi kama TAKUKURU tunaandaa vikao, tunakaa na wananchi, tunakaa na watumishi wa umma kwenye ngazi ya kata, kijiji na mtaa. Wananchi wanaibua kero mbalimbali. Kwa mfano, labda katika kata fulani wananchi wanasema sisi katika kata yetu kuna daraja limejengwa lakini daraja halipitiki. Sisi katika kata yetu kuna mradi wa maji umeletwa lakini maji hayatoki. Sisi katika eneo letu kuna eneo serikali ya kijiji imeuza lakini ile fedha iliyouzwa hatujui imekwenda wapi. Sisi katika eneo letu tuna afisa ugani. Afisa ugani yule hatumuoni. Sisi katika eneo letu tuna afisa mifugo. Mifugo yetu tunashindwa tunapohitaji kupata chanjo au mambo mengine tunakosa huduma hiyo. Kwa hiyo ndugu TAKUKURU tunaomba tusaidie. Sisi zile kero tunazibeba, tunazipeleka kwa taasisi husika au wadau husika, ambao wadau wale tunakaa nao, tunawapa muda wa kutatua ile kero, na ile kero ikishatatuliwa, kama ni maji tutaipeleka RUWASA au SUWASA, na ikishatatuliwa tutawapelekea wananchi mrejesho kwamba sasa hivi katika eneo lenu maji yanatoka, RUWASA wameisaidia, maji yanatoka. Kama ni umeme hakuna, tutaongea na watu wa REA ambao watapeleka umeme vijijini, wana jukumu la kupeleka umeme vijijini. Wakishapeleka umeme basi tutaambia wananchi, tuna jukumu la kuwarudishia mrejesho wananchi kwamba ile kero mlioibua sasa hivi imetekelezwa. Kwa hiyo kero nyingi sana zimeibuliwa katika maeneo yetu ya mkoa wa Singida na zimetatuliwa na tumewapelekea wananchi mrejesho mbalimbali, na wananchi wanafurahia sana kwamba sasa kero zimetatuliwa. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kusaidia wananchi kupata huduma ambazo zilikuwa zimekwama katika maeneo yao, na matatizo mbalimbali ambayo yako katika maeneo yao basi yanatatuliwa kwa kutumia njia hiyo. Kwa hiyo tunashukuru sana ndugu mtangazaji, tumeshirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kutatua kero mbalimbali ambazo zilikuwa katika maeneo ya mkoa wa Singida. Asante sana JJ kwa kile ambacho umekizungumza. Najua kama ulivyosema mwanzoni tutakuwa na muda mwingi mzuri wa kuzungumza, na sasa hivi ndio wakati mwafaka wa kujadili hayo. Utapata nafasi kubwa zaidi ya kuongea na nyinyi katika eneo hilo, lakini tunafahamu kwamba TAKUKURU wanashirikiana na mamlaka ya kupambana na kuzuia dawa za kulevya. Ndio katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa na mambo yanakwenda vizuri.